yetu niwakumbushe kama mtakumbuka. Cha ulimwengu tulikuwa tunaishi ni alamul ma'dum. Al-ma'dum. Ulimwengu wa kukosekanwa. Huu ulimwengu wa kukosekana mimi na wewe tulipita. Wenye wanaita alamul lahut. Ulikuwa kama kitu tu, kama chochote hivi. Hujulikani, ndio alamul arwah, ulimwengu wa kiroho huo, alamul jabaruti. Ulimwengu wa mwanzo alamul jabaruti. Ni ulimwengu ambao la ya'lamu ahadun illa Allahu alladhi khalaqaka. Hakuna anayejua yote ila Mungu ambaye amekuumba. Ni safari hiyo tulianza hapo. Safari ile tukaondolewa. Tukaingia katika al-alamu al-lahut. Ulimwengu wa vitu, ni Mungu baina yeye na hivyo vitu. Sisi katika ulimwengu huo tukawa ni udongo tu, kama udongo tu. Tukaishi tukawa ni udongo. Kwa ukumbusho ulimwengu huu, Mwenyezi Mungu anatuambiaje? Minaha khalaqnakum. Kutoka kwenye udongo nilikuumbeni. Wa fiha nu'idukum. Na ndani ya udongo nitakurejesheni. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Na kutoka kwenye udongo nitakutoeni kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni stage 3. Pale kwenye udongo pale Mwenyezi Mungu akakuhamisha. Ni historia yangu na yako, lakini akatuhamisha pale, akatuingiza kwenye mimea. Ulipita, mimi na tulipita kwenye mimea. Tulikuwa ni vyakula. Vyakula wanakula wazee wetu. Vile vyakula vile kwa muda mrefu kabisa. Vya aina mbalimbali. Najua vyakula moja kazi yake ni kutengeneza mbegu za uzazi. Akakutoa pale Mwenyezi Mungu kwenye vyakula, ukaingizwa kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu katika sulbi za wazee wetu, aslabi za wazee wetu. Lam yazalillahu yunakilani min aslabil abai, min aslabil abai muhadhabatun ila al-arhami ummahatin tayyiba. Asas kuacha kuwa mimi Muhammad ni Mwenyezi Mungu yunakilani, ananihamisha mara kwa mara kutoka kwenye migongo ya wazee wanaume. Hiyo migongo tuliokaa kwenye mili tulioanza kukaa ni wanaume. Muhadhaba, hiyo migongo imetakashwa, misafi, kupelekwa kwenye matumbo ya uzazi ambao yametoharishwa. Kwenye tumbo la mama tumekaa muda mfupi kidogo, lakini kwa wazee hawa kila mtu kakaa kwa kadiri Mungu alomjalia. Mwingine uko tu ndani ya mwili wa mzee, wewe ni mbegu tu za uzazi kwa muda mrefu sana, mpaka sasa Mwenyezi Mungu akupelekee ilham ya kuanza sasa yule aliyepita pale nani, ndio ilhamu inaanza sasa. Kile chakula chataka sasa kugeuzwa, sasa kitoke kwenye aslabi almuhadhab almusaffa, ipelekwe kwenye al-arham, kwenye matumbo ya uzazi. Kwa hiyo unaanza sasa tamaa kutaka kuoa. Kila anaipita ananifaa, yule hanifai, nifai. Ni kwamba sio mipango yako, unajua wewe tunafanya, lakini sio wewe. Si ndio jamani? Maana hapa bila shaka mdani wa radhi wazee wangu, kila mmoja akisema kapataje kuoa, kila mmoja na namna yake.
Mwingine ni dereva bodaboda, yule alimpakiza kwenye bodaboda, unakaa wapi? Unafanyaje, unafanya shughuli gani? Nani. Mazungumzo akapendeza mpaka akapatikana mtoto. Mwingine ni kwenye daladala. Wengine ni hapo Lushoto hospitali. Wamekutana hapo, huyu kaenda kumuona mgonjwa hamjuani. Na huyu kaenda kumuona mgonjwa, kutana kaka ndeng nani yule? Ni kama mtu ni rafiki yake sana, ameona kuna mtu kapita hapa simuelewe leo. Umeona? Nimeona nuru hapa, yule anafaa tayari, ndo kumbe ndo mama watoto wako waliokadiriwa. Sio mipango mikubwa sana si tunaofanya. Anayefanya mpango ni nani? Ndio maana nakuta kati ya kununua gari na kupata mtoto ni upi mpango mkubwa? Lakini kipi chenye thamani kubwa? Kwa nini mtoto kusiwe na mipango mikubwa? Mipango ni ya hospitali kukutana. Kununua gari mpaka ulime, jamani nalima hii na kusanya, nipate mazao yangu, nipate pesa, mwisho unapata mtoto. Ni kuonyesha haya maisha tusiringe, haya maisha tunapangiwa. Ingekuwa tunapanga sisi, hakuna jambo lilokuwa kubwa, mpango ambao ungekuwa maana kama kupata mtoto. Lakini sio mipango mikubwa, wallahi lazima sio mipango mikubwa. Siku hizi ndo kuna Facebook, ndo mtihani mkubwa kabisa. Mtu anaoa kutumia Facebook, sio mpango mkubwa. Lakini Mwenyezi Mungu ndo amekadiria yule awe ndo mama wa watoto. Tulitoka hapo, ni stage ya ngapi tupo? Marhala ya ngapi? Ya pili. Tumetoka kwenye marhala ya roho, tumekuja kwenye mimea, tumekwenda kwa wazee, wanaume. Sio tu kwamba tumeishi kwenye matumbo ya mama peke yao, tumeishi pia kwenye migongo ya wazee wetu kwa muda mrefu zaidi. Ile migongo ya wazee baadaye ukishakuja kuoa sasa, unaingizwa sasa kwenye tumbo la uzazi la mama. Na pale ni siku chache, siku 271 sawa sawa na wiki 40. Miezi 9 na kitu hivi, unakaa pale kwenye tumbo la mama, watengenezwa utoke kwa sampuli hii ndio inofaa kuja nayo duniani. Sampuli zile nyingine usingeeleweka huku. Ile kwamba alamul arwah, kwamba ni roho tu zinatembea humu, roho zaendesha pikipiki nini, ingekuwa heleweki. Au nyinyi mngeelewa? Msaleni Mtume. Akataka kutotoa mina alamil jabarut, ulimwengu ambao ni nini? Wa jabarut, wa ulimwengu wa baina Allah wa khalqi, Mungu na kiumbe wake ndo anaujua. Ujaalamul lahut, ulimwengu kama hivi vitu ambavyo tunasema jamadati havina roho, havina uhai, lakini vina uhai, Mungu anaujua. Hakuna ambacho kimekosa uhai. Ndio maana Qur'ani inasema law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'a, lao tungeteremsha hii Qur'an kwenye hii juu ya hiyo milima hiyo mnayoiona, mngeona hiyo milima ni yenye kunyenyekea. Inanyenyekea vipi na haina uhai? Ina uhai lakini ni hayatul lahutia, ni ule uhai wa kilahuti, anaujua Mungu yeye na hicho kiumbe. Tuko pamoja? Tulipoishi kwenye tumbo la mama tukatengenezwa, lakini utengenezaji wake ukawa na ratiba. Ilipofika wiki ya 6 ndio wiki ya kuwekwa hii sura uliokuwa nayo. Hii sura kwenye tumbo la mama, ratiba yake ni wiki ya 6 ya ujauzito. Na hukutaka, sio sura ulioitaka, ni sura ulioridhishwa nayo. Mungu amekuridhishia. Hivi kuna mtu akijiangalia kwenye sura hajitaki kwa kio? Yupo. Akiwa hajitaki utajua tu kwamba huyu ana matatizo, ni mukhaffafu.
kwamba ajiangalie kwenye kioo alafu mbona mwenzangu kapendelewa sana. Hakuna jamani. Yupo? Hamna. Kila mtu anajitazama, anajitaka na anajithamini. Ni Mungu ametaka iwe hivyo, lakini ratiba yake unajua ilikuwa ni wiki ya ngapi? Kwenye ujauzito ni wiki ya 6. Kabla ya hapo, kama ungetoka katika dunia, umbile lako lingekuwa halijulikani huyu ni kiumbe gani. Idha marra binutfat 42 laila arsala Allahu ilaiha malakan fayusawwiruha. Ikipita ule usiku wa 42, sio siku ya 42, usiku wa 42, kuanzia usiku wa 43 pale ya ujauzito, wiki ile, ndio hii sura uliokuwa nayo hii, kwamba huu sasa mfupi. Baada ya pale ndio ishapigwa chapa. Hivyo ndivyo utakavotoka katika dunia. Is your brand, ndio chapa yako. Huyu ni mrefu, huyu ni mweusi, huyu ni ili ni wiki ya 6. Na kwa nini wiki ya 6? Ndio ratiba Mungu alioichagua kwamba ndio wiki ya kuvalishwa mifupa. Ndio mifupa inaingizwa kwenye mwili, tengenezewa mifupa. Ni ile wiki ya 6. Unajua hizi sura zetu ni mifupa tu, wala sio kitu kikubwa sana. Mifupa tu. Ukiwa na nguvu, mkono ukimpiga mtu ngumi anaanguka hapo hapo, ni mfupa tu. Urefu ni mfupa tu, Mungu ametaka. Lakini hiyo ratiba hukuitengeneza wewe, ameitengeneza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni safari zote hizo, ratiba zote hizo, sio kama tunaelewana. Ratiba zote hizo tunapelekwa tuna Mwenyezi Mungu bila kutaka sisi. Wiki ya 6 ile inaendelea. Ikishafika sasa mwezi wa 9, zamu yako ya kukekatwa kwa tumbo la mama imeisha, utakiwa utoke. Wakae wengine wanaotakiwa. Wewe ndio habari yako imekwisha. Wenyewe wanasema watu wa ilmu hizi za nafsi na nini, kwamba hakuna maisha ambayo yana starehe kubwa kwa mwanadamu kama maisha ya tumbo la mama. Si mnakumbuka? Si mnapakumbuka? Na kwa nini usikumbuke na umepita? Na Mungu amezuia elimu hiyo. Hakuna hata profesa mmoja wa elimu ya embryolojia, elimu aljanin, elimu ya kiumbe cha kikiwa tumboni, anayejua kwamba alikuwa anaishije kule. Hakuna. Lakini ndio maisha ambayo ya starehe hakuna neno. Si unajua kule pia ulikuwa unaishi kwenye maji. Wewe unakumbuka? Kama samaki. Kuna maji hayo unaogelea, amniotic fluid. Lakini yale maji Mwenyezi Mungu amejalia kitu cha ajabu kabisa. Ni kwamba hata mama yule akianguka hivi, yule mtoto kundani haumi. Isiwe kishindo cha ajabu tu, cha kawaida tu, haumi. Ni shock absorber, watu wa gereji. Mshokozoba mnaita. Ile mshokozoba makosa, ni shock absorber. Ni shock absorber, kwamba inafyonza zile shocks, misukosuko. Ndio ile mshokozoba. Saleri Mtume. Tunachozungumzia tulitoka wapi kwanza, ili tukisema tunaenda wapi uelewe.
Lakini kote tulipopita tumepitishwa, na kote tulikuwa na furaha, na kote tuliridhia. Lakini maisha ya tumbo la mama ndio tuliridhika sana, na kuonyesha ni mpango maalum wa Allah subhanahu ndo anayetawalia maisha yetu. Hata kula kwenye tumbo la mama hutumii mdomo. Siweza nyinyi mlikuwa mnatumia nini? Lakini pale hakuna mdomo bali. Hakuna sahani ya kulia chapati wala kikombe cha kunywa chai, wala mkono hautumiki. Lakini kuna kifaa maalum Mwenyezi Mungu anakiweka pale kwenye tumbo la mama, kinaota. Hakioti mpaka uwepo. Sio kama kipo tu kwa tumbo la mama. Mpaka uwepo wewe ndani ya tumbo la mama ndo kunawekwa hicho kifaa. Tafsiri zote za Qur'an zimeita hicho kifaa kinaitwa al-mashima. Kinaitwa al-mashima. Hapo ndo mtoto anakula. Angalia tafsiri Ibn Kathir, tafsiri Alusi, Ibn Jarir at-Tabar, Majma'ul Bayan. Angalia ile tafsiri Ruhul Bayani. Angalia tafsiri nzuri kabisa Anwaru Tanzili wa Asraru Ta'wili, Tafsirul Baydawi, utaona upana wa jambo hilo. Angalia tafsiri Al-Jawahir, utaona mambo yote hayo. Al-mashima. Hapo mtoto ndipo anapokula. Chakula ni hapo hapo. Lakini ndio unapopumulia hapo hapo. Hiyo ndio sahani ya chakula, ndio mapafu, lakini ndio choo. Na haja kubwa na ndogo ndio hapo hapo. Lakini ndio una furaha kupita kiasi, na unastarehe kupita kiasi ni Allah Jalalu. Wakati yote haya yanatokea, roho bado roho haijawekwa. Lakini unakula, unafurahi, unasikia. Kuanzia ile wiki ya 4, wiki ya 3.5 unaanza kusikia. Masikio yanawekwa vizuri zaidi. Lakini haijakamilika mpaka wiki ya 6. Lakini wiki ya 4 macho ndio yanawekwa. Wiki ya 5 unasikia mpaka chakula mama yako anachokula kule tumboni, unasikia kikipita kwenye utumbo. Inapozidi mpaka unasikia hivi vitu vya nje huko. Ndio maana mama akiwa mjamzito usigombane naye, usimtukane. Huyu mtoto huku unamharibu. Usimpigie bongo flavor. Mwekee Qur'an ili awe anasikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Usikae karibu na wavuta sigara mama akiwa mjamzito, na wavuta bangi ndo kabisa. Usinywe pombe mama akiwa yani kuna masharti chungu nzima ili mtoto atoke safi. Ukimtuma kibiriti asiakaleta kilo ya nyama. Lakini hayo yote kwani ni mpango wa binadamu jamani? Wa Allah. Sasa wewe angalia ajabu. Ikifika ile siku ya 271 yule mtoto anageuka. Anajigeuza, anatanguliza kichwa. Hii ni safari ya kutoka huku. Lakini ule mgeuko wake kama unaangalia vizuri, amesujudu yule. Kama aliyesujudu, kuonyesha kwamba hili ndio jambo la kuishi nalo katika dunia, utakuwa salama. Ukiswali wewe katika dunia utakuwa salama duniani na utakuwa salama na akhera. Kwa sababu inna salata tanaha anil fahshai wal munkar. Ina maana swala hapa inarudi kwenye jamii. Swala inakataza fahsha, uchafu, na inakataza munkar.
uchafu mazina hayo, liwati. Mtu anayeswali vizuri wala hutotamani kama umeswali vizuri. Ukiona unaswali lakini bado kuna fahsha, uchafu unautaka, bado unautamani, swala bado haijafanya kazi. Endelea tu, usiache, usikate tamaa. Unaswali vizuri, bado unaletea watu munkari, ni kero kwenye jamii, swala haijafanya kazi. Swala inaondoa fahsha bwana. Mswalihina akipita, mzazi wala hana tabu kwamba kuna mtoto wangu wa kike hapa, jamani, kiko wapi? Hana hiyo. Sikapita mswalihina, yule mswalihina. Maneno yamezoeleka, mswalihina mtu mwenye kuswali vizuri. La, unaswali lakini bado macho juu, kuna mtihani. Swala yako endelea, kuna vitu inakosa, kuna vitu ambavyo vinakosekana. Hii swala hii inaweza sikupeleke pazuri. Kipimo cha swala ni unavyoishi na jamii. Yani Mungu kakiweka hapo, ndo maabara. Ukitaka kuitazama swala yako, jiangalie kwenye jamii, unakubalikaje? Unaswali swala 5 lakini kwa jamii wewe ndio mtihani kuliko swali. Hii swala ina mtihani, bado haijakutakasha.